Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, marafiki zangu zuri kabisa kutokea pande zote za dunia ambao na nisikiliza na kunitazama kupitia Hope Channel Tanzania. Ni neema ya pekee na fursa ya pekee ambayo Mungu kwayo ametupatia kama watoto wake tuione. Ni wakumbushe jambo moja la pekee sana. Mungu ametupa nafasi ya pekee kwenye haya maisha. Si kwa sababu tumetenda vyema sana, lakini ni kwa sababu analo jambo la msingi kutimiza kwetu. Ametuacha tungali hai leo, niko hai leo, upo hai leo. Ni kwa sababu Mungu anakuwazia mema. Ni kwa sababu Mungu ana mpango na wewe. Ni kwa sababu kuna mission yake ambayo iko ndani yako haijakamilika. Ni kwa sababu upendo wake ni wa pekee kwa maisha yao waaminio. Pamoja na dhambi na uchafu na mambo mabaya tunaweza kuyafanya mbele za Bwana, lakini hayo hayajamfanya Bwana atukimbie. Badala yake kila siku amekuwa akituita kwa sauti ya upole. Jina langu ni Mchungaji Bryson Kui. Nikukaribishe sasa katika ibada ya hotuba hii ya tutakayokwenda kuzungumza, kushare, kukumbushana, kuelekezana na kutazamishana katika msalaba wa Kristo. Tuombe. Baba mwema na rafiki yetu mpendwa, tunakushukuru sana kwa nafasi ya pekee uliyotupatia. Wasana wakati kama huu, sema na watoto wako kupitia somo hili kwa jina la Yesu. Amen. Biblia yangu, Biblia yako, miongoni mwa vitabu ambavyo kiukweli ninapovisoma imejaa visa vingi vizuri. Na visa hivi vinapotolewa havitolewi kuburudisha nafsi. Visa hivi katika Biblia havipo tu kama sehemu ya historia ya kale. Badala yake kila kilichoandikwa kwenye Biblia ni pumzi ya Mungu, hivyo chafaa kwa mafundisho, kutuonya na kutuadibisha katika haki yote. Ukweli ni kwamba visa katika Biblia vinatutafakarisha kuona namna vile Mungu alivyo mwema. Visa katika Biblia vinatukumbusha kuona namna ambavyo upendo wa Mungu ni mkubwa katika maisha ya mwanadamu. Sasa natamani tuseme ama tushare mambo machache ama kisa fulani ndani ya Biblia katika Samueli wa kwanza sura ya 16 na Samueli wa kwanza sura ile ya 17. Na kiukweli agenda yangu nitajikita katika Samueli wa kwanza sura ile ya 17, ndipo ambapo nitatamani kusema kwa mkazo mkubwa sana kwa mtazamaji ambaye unanisikiliza na kunitazama wakati huu. Katika sura ya 16 Biblia inaanza kwa kusema, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israel? Ijaze pembe yako mafuta uende nami, nitakupeleka kwa Yese Bethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Iko hivi, taifa la Israeli chini ya mfalme Sauli Bwana anamkataa. Na Bwana anapomkataa Sauli, Bwana anamtuma Samueli. Anamwambia kwa kuwa ndiye kiongozi aliyekuwa ameweka kuwa mwamuzi wa taifa la Israeli. Mungu anamtumia Samueli kumtia mafuta mtu mwingine kutoka kabila ama kutoka katika familia ya Yese Bethlehem. Bwana amemkataa Sauli. Bwana anamwambia Samueli, usimlilie Sauli, maana mimi nimekwisha kumkataa. Na Bwana akisha kukataa, Bwana anataka kumwinua mtu mwingine ili asimame kwenye nafasi yako. Na ukweli kwamba pamoja na kwamba Sauli amekataliwa, lakini haikumfanya Bwana amuondoe Samueli kwenye kiti cha ufalme. Bwana anatengeneza mfalme mwingine. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kulikuwepo na watu wengi sana katika taifa la Israeli ambao walifaa na walionekana kwa macho ya watu ya kwamba hawa wangefaa kuwa watawala baada ya mfalme Sauli. Na hata Samueli mwenyewe angeambiwa achague ni nani atakaimu nafasi ya Sauli mara baada ya Bwana kumkataa Sauli, basi huenda Samueli angeshawishika kufuata tamaduni za Israeli. Angemchagua Jonathani, mtoto wa mwana wa mfalme, ili awe ashike nafasi ya kutawala. Unajua wakati fulani Bwana anapokukataa inaweza ikaathiri mpaka kizazi chako. Bwana anapokukataa inaweza pelekea kukataliwa kwa wote walioko nyuma yako. Bwana hataki tena ukoo wa Sauli utawale. Amemkataa Sauli na vitu vyake vyote. Bwana anajitwalia mtu mwingine kutoka katika ukoo mwingine, kutoka katika kabila nyingine, kutoka kwa mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Yese. Kwa mzee Yese anapatikana mwana mfalme. Yese alikuwa na watoto 8, vijana wakubwa 7 na kijana mdogo 1. Ukweli ni kwamba Biblia yako katika sura ya 16 fungu la kwanza
Fungu la pili inasema, Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme, nimekuja ili nimtolee Bwana dhabihu. Ukamwite Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayoyatenda, nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Sikiliza, utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Mungu hahitaji Samueli atumie uzoefu wake alionao. Mungu hahitaji Samueli atumie ukubwa na cheo alichokuwa nacho kwa taifa la Israeli kuchagua yule atakayesimama kama mtawala wa taifa la Israeli. Linapofika swala la utawala, halihitaji watu ndio waamue nani atawale, ila linamhitaji Mungu awatumie watu kuchagua atakayesimama kwa badala ya Mungu. Mungu anawatumia watu wachague kiongozi ambaye atasimama kama mtawala akimwakilisha Kristo katika kiti hicho. Ngoja nikwambie kitu kimoja, si watu wanaoamua nani awe pale, bali ni Mungu huamua kupitia watu mtu fulani awe mahala fulani. Ndipo anamtuma Samueli kwenda mahala kwake Yese, ikiwa ni sehemu ya kutoa sadaka. Afanye kama kutoa sadaka, anamwambia Yese aje. Yese anakuja na watoto wake, lakini cha ajabu Yese haji na watoto wote. Anakuja na vijana wake 7, maana akiamini kuwa wale ndio vijana pekee anaowakubali na kuwathamini. Ndipo Samueli anapofika, wanapitishwa mbele yao. Bwana anamwambia, katika hao wote hakuna ambaye mimi ninamtamani asimame badala ya Sauli. Ndipo Biblia inasema, basi kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa. Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja. Ngoja nikwambie kitu kimoja, Mungu hajawahi kutulia mpaka jambo lake litimie. Mungu hajawahi kunyamaza mpaka jambo lake litimie. Pamoja na kwamba wamepitishwa vijana 7, ni kweli walikuwa na sifa za kuwa wafalme, walikuwa na sifa za kutawala. Kwa macho ya kibinadamu walionekana kuwa wangeweza kufanya jambo kubwa, wangeweza kuchukua nafasi, kwa sababu mwanadamu yeyote, hakuna mwanadamu asiyependa cheo, hakuna mwanadamu asiyependa madaraka, hakuna mwanadamu asiyependa ukubwa, kwa kuwa walitamani pia kuwa wakubwa. Bwana akasema, kwenu sijapendezwa na hata mmoja. Haina maana ya kwamba nyinyi ni wabaya sana, la hasha, bali nayafanya haya kwa ajili ya utukufu wa jina langu. Ndipo Bwana anamwambia Samueli mwambie Yese alete vijana. Ndipo analetwa Daudi mdogo kabisa, kwa umbo ni mdogo. Tena Biblia inasema kijana mwekundu, mzuri wa uso. Kwa lugha nyepesi tungesema Daudi, he was very handsome. Biblia inamtambulisha. Biblia ikisema ni mzuri, inamaanisha uzuri wake. Kijana mdogo mwekundu, tena mwenye uso ulio mzuri. Daudi anapoonekana mbele ya macho ya Samueli, sio Samueli anayesema huyu ndiye anayestahili, bali Bwana anamwambia Samueli ya kwamba huyu ndiye niliyemchagua. Daudi, kama nikupitishe maeneo machache sana. Daudi pamoja na udogo wake, kumbuka anatoka akiwa machungani. Huko machungani Daudi anafundishwa namna ya kuchunga. Huko machungani Daudi anafundishwa namna ya kulea. Huko machungani Daudi anajifunza uzoefu wa kukabiliana na adui wanyama. Huko machungani Daudi anajifunza kuwa jasiri. Huko machungani Daudi anajifunza kuijenga imani yake. Huko machungani Daudi anajifunza kuwa mwaminifu kwa Bwana hata kwa vidogo alivyoviweka. Ngoja nikwambie kitu kimoja, Bwana anapowekeza chochote kilicho kidogo kwenye mikono yako, kitunze na ukithamini, kichukulie katika viwango vikubwa. Maana ukweli ni kwamba uwezo wa kutawala vikubwa unaanza na kupimwa katika kutawala vilivyo vidogo. Daudi hapati shida, Daudi haoni shida, Daudi haogopi, Daudi hakatai anapotumwa kwenda kuchunga. Ngoja nikwambie, kwa umri wake mdogo ilikuwa ni hatari kubwa sana Daudi kwenda kukaa msituni kuchunga kondoo wa baba yake, mahali ambapo wanyama wakali walikuwepo, mahali ambapo dubu, simba walikatiza. Daudi alikabiliana nao kama mtoto mdogo. Lakini ukweli ni kuambia kitu kimoja, Mungu haangalii umri wako, Mungu haangalii udogo ulionao. Mungu anatazama moyo wa utayari. Moja ya kitu kikubwa anachojifunza kutoka kwa Daudi, moja ya kitu ambacho natamani mpenzi mtazamaji ukijifunze kutoka kwa Daudi, ni moyo wa utayari, moyo wa kukubali, moyo wa pasina kuogopa. Unajua nini nataka kusema? Hiki ni salama sana kutembea na Bwana katika bahari iliyochafuka, maana utakuwa salama. Ni hatari sana kutembea peke yako katika bahari iliyo shwari. Kuna saa moyo wako utashawishika kujirusha kwenye maji ukizani kuna kina kifupi, na ndipo utakuwa mwisho wako. Sikiliza,
Daudi ananifundisha moyo wa utayari, kwamba popote pale ninapotumwa napaswa kwenda. Na ngoja nikwambie kitu kimoja, popote pale unapoagizwa kwenda, kuna namna Mungu anatamani akufundishe kupitia hilo eneo. Ngoja nikwambie kitu kimoja, watu hawainuki kwa bahati mbaya mpendwa, watu hawatokezi kwa bahati mbaya mpendwa. Kila unayemwona ameinuka alikubali kupitishwa katika maeneo ambayo yalimwandaa kuwa katika nafasi aliyopo. Kiongozi mzuri unayemwona leo anafanya vizuri, alipitishwa kwenye mchakato wa kuandaliwa kuwa kiongozi mzuri. Jasiri unayemwona leo, mfanyabiashara unayemwona leo mkubwa, alikubali kupitishwa kwenye riski nyingi ambazo zilimwandaa leo kufanya vizuri hata nyakati za magumu. Hata siku moja changamoto hazitakoma, na kwa kuwa changamoto hazitakoma, hivyo tunapaswa kujifunza kukabiliana na changamoto. Hivyo tunapaswa kujifunza kuzielewa changamoto. Daudi anazielewa changamoto. Daudi anamwelewa Mungu wake. Kwa moyo wa utayari wa furaha, Daudi anakwenda kuchunga mifugo ya baba yake. Kwa moyo wa furaha, Daudi yuko machungani akitengenezwa. Ngoja nikwambie kitu kimoja, Daudi haendi machungani kwa bahati mbaya. Daudi hawi kule kuchunga kondoo kwa bahati mbaya. Na kukumbusha jambo hili, elewa hili, Daudi akiwa machungani ndipo anajifunza kupigana vita. Uzoefu wa kupigana vita wa Daudi haukuanzia wakati alipokutana na Mfilisti. Uzoefu wa kupigana vita kwa Daudi ulianzia akiwa machungani. Mahala popote ambapo Bwana anakupeleka, mahala popote ambapo Bwana amekuelekeza kwenda, haijalishi ni pagumu kiasi gani, haijalishi panaumiza kiasi gani, amini hili ya kwamba yuko pamoja na wewe ili akushindie, yuko pamoja na wewe ili akutangaze. Ngoja niwaambie kitu kimoja, ushindi si jambo linalotokea kwa bahati mbaya. Kushinda si kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Ushindi ni matokeo ya maandalizi ya muda mrefu. Ngoja nikwambie kitu kimoja, narudi hapa. Moyo wa utayari wa Daudi unamfanya Daudi kujengwa kuwa jasiri. Moyo wa utayari wa Daudi unamfanya Daudi kujenga imani kwa Mungu wake. Moyo wa utayari wa Daudi unamfundisha Daudi kulinda vitu ambavyo Mungu ameviweka kwenye mikono yake. Ngoja nikwambie kitu kimoja, amekuja kutiwa mafuta kama mfalme, na moja ya sifa ya mfalme hapaswi kuwa muoga. Moja ya sifa ya mfalme anapaswa kuwa jemedali, kiongozi anayeweza kuwalinda anaowaongoza, anayeweza kuwatetea anaowaongoza, anayeweza kuwatunza anaowaongoza. Kwa kupelekwa kwa Daudi kuchunga mifugo porini ilikuwa ni sehemu ya shamba darasa, ilikuwa ni chuo kinachomwandaa Daudi. Unaweza kujua alisoma wapi uongozi Daudi? Daudi alifundishwa na Mungu uongozi kupitia kuchunga kondoo. Daudi alipigana wapi vita? Daudi alipigana vita na wanyama alipokuwa akichunga kondoo wa baba yake. Utajiuliza swali hili, uzoefu wa Daudi unatoka wapi? Uzoefu wa Daudi na ushindi, chanzo cha ushindi wa Daudi kinaanza na moyo utayari wa Daudi. Anaposikia sauti ya Mungu, anapomwelewa Mungu, Daudi anafanya vyote kwa utukufu. Haijalishi vilikuwa kwa watu wengine vinaonekana vigumu kiasi gani, lakini kwa Daudi vilionekana virahisi kwa sababu Daudi alienenda pamoja na Bwana. Sasa katika sura ya 17 ndipo mahala ambapo natamani unielewe zaidi. Katika sura ya 17 ndipo mahala natamani unielewe zaidi. Daudi anatiwa mafuta katika umri mdogo. Ngoja nikwambie kitu kimoja, rafiki yangu unayenitazama, iko hivi, hapo ulipo, elewa ndani yako Mungu amewekeza kitu kikubwa. Na kwa kuwa Mungu amewekeza kitu kikubwa, katika vitu vidogo anavyoruhusu vipite kwenye mikono yako, vifanye kwa ubora, maana vinakuandaa kesho kuwa mtu mkubwa. Hautafika mahala ambapo unapatamani kama umeshindwa kutekeleza katika udogo ulionao. Hautakuwa mtu mkubwa nyakati unazozitamani mpaka pale utakapokubali kuwa mwaminifu katika vichache ambavyo Bwana ameviwekeza kwenye mikono yako. Katika sura ya 17, wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao na vita, nao wakakusanyika huko Soko, ulio mji wa Yuda, wakatua kati ya Soko na Azeka katika Efasi Damim. Na Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika, wakatua katika bonde la Ela, nao wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu, na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu, na napo palikuwa na hilo bonde katikati. Ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliati wa Gati, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri moja. Alikuwa na chepeo ya shaba kichwani, tena amevaa dari ya shaba, na uzani wake ile dari ya shaba ulikuwa shekeli 5,000 za shaba. Tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake,
naye alikuwa na mkuki wa shaba kati ya mabega yake, na mti wa fumo lake ulikuwa kama mti wa mfumaji, na kichwa cha mkuki wake kilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake. Na mtu aliyemchukulia ngao yake akamtangulia, naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli akamwambia, mbona mmetoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti? Na ninyi si watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukie mimi. Siku 40 Mfilisti wa Gati, Goliati, jitu refu, jitu kubwa kwa umbo lilionekana kutisha sana, jitu lililozoea vita, limepigana vita vingi na limeshinda, jitu linalotoka kwa kabila ya Gati, jitu la Wafilisti, jitu ambalo liliposimama katikati ya watu walitetemeka. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Kinachokufanya ushindwe kwenye vita ya maisha, kinachokufanya ushindwe vita ya kiroho ni namna unavyolitazama tatizo katika ukubwa kuliko kumtazama Mungu mkubwa aliyeko ndani yako kuliko tatizo lililoko mbele yako. Daudi, Goliati limesimama. Israeli wanasahau ya kwamba wanaye Mungu anayewapigania. Ngoja niwaambie kitu kimoja, kuna kitu fulani utanielewa mtazamaji. Wanasahau ya kwamba Mungu aliye naye ni mkubwa. Mungu aliye naye ana uwezo zaidi ya kiumbe chochote. Wanatetemeka. Linatokea likiwaambia, nileteni mtu nitakayepigana naye, nileteni mtu ambaye atasimama kupigana nami. Sikiliza niwaambie kitu kimoja. Siku 40 Goliati anatokeza akitukana jina la Bwana, akitukana majeshi ya Bwana, akiwadharau, maana wote wanatetemeka. Kina Eliabu kaka zake Daudi, vijana wakubwa walioshiba, makomando wa Israeli, wazoefu wa kupigana vita, this time around hawawezi kufanya chochote mbele ya Goliati. Wakati huu Sauli, kamanda aliyepigana vita vingi, mfalme aliyetegemewa kuwalinda Israeli, mfalme aliyetegemewa kulitetea jina la Bwana, safari hii hafanyi chochote. Hakuna chochote anachokifanya. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Samueli wa kwanza sura ya 16 inasema Bwana ameshamkataa Sauli. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mungu akikukataa, anaondoa ujasiri ndani yako. Mungu akikukataa, anakuacha kama ulivyo. Nyakati fulani ulikuwa unashinda vita, nyakati fulani kila ulilokuwa unalifanya ulionekana kuliweza, nyakati fulani kila ulilolitenda ulionekana kuwa shujaa, kuonekana kushinda, kuwa jasiri. Bwana ameondoka, hakuna unalolifanya linawezekana. Hata kile ulichokiona ni kidogo, leo unakiona ni mzigo. Ni kwa sababu Bwana ameondoka kwenye maisha yako. Hata lile jambo uliloliona linawezekana, leo haliwezekani kwa sababu Bwana ameondoka kwenye maisha yako. Mungu anapoondoka kwenye maisha ya mwanadamu hawezi kufanya jambo lolote. Kila analotamani kulifanya huonekana kuwa ni gumu, hata lingekuwa jepesi kiasi gani. Amezoea kupigana vita Sauli na majabidari wa Israeli wamezoea kupigana vita, lakini hakuna anayesubutu kunyanyuka kumtetea Bwana dhidi ya Goliati Mfilisti anayetukana jina la Bwana. Biblia yangu inaniambia kwa uzuri sana. Rafiki yangu, elewa haya. Kisa hiki ama habari hizi zikukumbusha kwamba usitamani Bwana akupe kisogo. Usitamani Bwana ageuze uso wake usikutazame. Usiruhusu Bwana, yale ushindi unaoona leo hautauona tena. Ushujaa ulionao leo hautauona tena. Uwezo ulionao hautakuwepo tena siku Bwana akiondoka kwenye maisha yako. Ombi langu liwe ni hili: Bwana asiondoke kwenye maisha yetu. Maana siku Bwana akiondoka, hata mvuto tuliokuwa nao hapo nyuma hautakuwepo tena. Kila atakayetutazama hamuoni Bwana, anatuona sisi. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Leo unakubalika ni kwa sababu bado Mungu amekushikilia. Simama imara, umtetee. Sikiliza. Mti na fumo, naye akasimama akapiga kelele majeshi ya Israeli akawaambia, mbona mmetoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi si watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukie mimi, kama akiweza kupigana nami na kuniua. Kumbuka anayezungumza hapo ni Goliati, anajitapa mzoefu wa vita. Kuna nyakati uzoefu unachukua nafasi ya Mungu. Tunasahau kuwa ni yeye aliyetushindia vita. Tunasahau kuwa ni yeye wakati tulipokosa watoto ni yeye aliyetupatia. Tunasahau wakati tuliposhinda majaribu ni yeye aliyetushindia. Kuna wakati tunasahau ni yeye ndiye aliyetuokoa na mauti ile
iliyotukabili. Tunasahau ya kwamba ni yeye aliyetupambania kwa namna ya pekee. Tunasahau ya kwamba watoto walipofukuzwa ada tukalipa, ni yeye aliyefungua njia. Tunasahau ya kwamba nyakati tulipopitia katika magumu ya ndoa, familia, watoto kupotea, watoto kukosa ada, watoto kutokueleweka, watoto kuharibika, ndugu kutukataa, tunasahau ya kwamba tulishinda ni kwa sababu yeye alikuwa katikati yetu. Nyakati fulani tunasimama kama Goliati, tunasema ni nani kama mkiweza, ni nani? Tunajivuna, tunajimwamba fai, tunasema kwamba mimi ndio mimi, ninashinda kwa sababu mimi nina uzoefu. Ngoja nikukumbushe jambo moja: hushindi kwa sababu una hela, hushindi kwa sababu una cheo, hushindi kwa sababu eti wewe ni fulani. Unashinda kwa sababu Bwana yuko ndani yako. Goliati anakuja, anamwambia, kama mtapigana nasi na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu. Nami mkinishinda, nami nikimshinda yeye na kumuua, ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Sikiliza, anatafutwa mtu mmoja tu atangaze ushindi kwa Bwana. Anatafutwa mwanadamu mmoja tu atangaze utukufu kwa Bwana. Anatafutwa kiumbe mmoja ili amuue Goliati, ili jina la Bwana litukuzwe tena. Anatafutwa mtu mmoja aizalilishe dhambi katika maisha yake ili Mungu atukuzwe tena. Anatafutwa mtu mmoja ushinde uzinzi ili Bwana ainuliwe kwake tena. Anatafutwa kijana mmoja, baba mmoja, mama mmoja, mtoto mmoja atamshinda Daudi ili Bwana ajitwalie utukufu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Goliati asichokielewa ni kwamba atakaposhindwa sio mwanadamu aliyepiga ndiye anapewa utukufu, bali Mungu aliyeshinda ndani ya huyo mtu. Unajua iko hivi, Sauli yule Filisti asema, naye atukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu nipigane naye. Naye atukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane. Goliati anatamani kupigana. Sauli amekataliwa na Bwana. Bwana akikukataa anakupa hofu inatawala ndani yako. Bwana akikukataa uoga unajaa ndani yako. Bwana akikukataa huwezi kufanya jambo lolote mpendwa. Bwana akikukataa hata kilicho kidogo unakiona ni kizito. Bwana akikukataa hofu utawala, na hofu ikitawala hakuna chochote unachoweza kukifanya. Hofu ikitawala hakuna maamuzi ninayoweza kuyachukua, maana Bwana anipae nguvu, Bwana anipae ujasiri hayupo tena katika maisha yangu. Israeli wamesahau ya kwamba ni Bwana anayewashindia vita. Wanatetemeshwa na Goliati, jitu zito. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno ya Mfilisti wakafadhaika na kuogopa sana. Mtu aliye na Mungu ndani yake hawezi kutishwa na maneno ya adui. Mtu aliye na Mungu ndani yake hawezi kuogopeshwa na maneno ya adui. Basi Daudi alikuwa mwana wa yule Mwefrati wa Bethlehem ya Yuda aliyeitwa kwa jina la Yese. Naye huyo alikuwa na wana 8, na yeye mwenyewe alikuwa mzee siku za Sauli na mkongwe miongoni mwa watu. Nao wale wana 3 wa Yesu walikuwa wakubwa, walikuwa wamefuatana na Sauli kwenda vitani. Na majina ya hao wanao 3 walikwenda vitani ni haya: mzaliwa wa kwanza Eliabu, wa pili Abinadab, na wa 3 Shama. Naye huyo Daudi alikuwa mdogo wa wote, na hao 3 walikuwa wakubwa, wakafuatana na Sauli. Basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi, ili awalishe kondoo za baba yake huko Bethlehem. Naye yule Mfilisti ukaribia asubuhi na jioni ajitokeze siku 40. Ndipo Yese akamwambia Daudi mwanawe, haya sasa uwachukulie ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kambini kwa ndugu zako. Sasa elewa hivi, Mungu anapokuinua, Daudi anapitishwa kama mchungaji wa kondoo za baba yake. Daudi anapitishwa kama mwangalizi wa mifugo ya baba yake. Anailinda mifugo ya baba yake hata wakati wa hatari. Lakini vita inatokea. Kumbuka tayari Daudi ameshatiwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Vita inatokea, Daudi anatumwa akawasalimie ndugu zake. Kuna namna unaelewa ya kwamba Mungu anapokupandisha anakupitisha hatua kwa hatua, mchakato kwa mchakato. Maeneo ambayo ukupaswa kufika, unafika kwa nyakati ambazo yeye amekubali. Ukampelekea kida wa 1000 yao jibini hizi 10, ukawaangalie na hali gani, kisha uniletee jawabu yao. Basi Sauli na watu wote wa Israeli walikuwa katika bonde la Ela, wakapigana na Wafilisti. Daudi akaondoka asubuhi na mapema,
akawaacha kondoo pamoja na mchungaji, akavitwaa vitu vile, akaenda kama Yese alivyomwamuru, akafika penye magari. Wakati lile jeshi walipokuwa wakitoka kwenda kupigana, wakapiga kelele za vita. Naomba nisome fungu la 23. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gati, jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale Daudi akayasikia. Daudi akayasikia. Kijana mdogo aliyetumwa kwenda kuwasalimu nduguze anashuhudia jina la Bwana likitukanwa. Just imagine, ndani ya siku 40 jina la Bwana linatukanwa na Mfilisti. Ndani ya siku 40 hakuna mwanaume yeyote aliyesimama kupigana kwa ajili ya Bwana. Ndani ya siku 40 jina la Bwana linadhalilishwa. Ndani ya siku 40, sikiliza, ndani ya siku ngapi jina la Bwana limedhalilishwa mbele yako na wewe ukitazama? Ni mara ngapi Mungu wako ametukanwa wewe ukiangalia? Ni mara ngapi Mungu wako amedhalilika wewe ukiangalia? Ngoja niombe kitu kimoja. Ndani ya siku 40 Israeli Mungu anatukanwa, wanatetemeka, wanaogopa ukubwa wa Goliati, wanaogopa vitisho vya Goliati, wanaogopa experience ya Goliati. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mungu anapoamua kujitwalia utukufu, Mungu anapoamua kushinda, huwa anapiga bila kuangalia uzoefu ulionao. Huwa anapiga bila kuangalia experience yako, anapiga bila kuangalia cheo ulichonacho, ukubwa ulionao, wingi wa fedha ulizonazo. Daudi anasikia jina la Bwana likitukanwa, na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamwoza binti yake na kuifanya mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Hebu ngoja, ahadi hii inatajwa baada ya Daudi kuja, haitaji before. Daudi anaisikia fursa, lakini ni kijana mdogo anasikia fursa. Mtu atakayemuua Goliati atapewa sehemu ya utajiri. Mtu atakayemuua Goliati ataozeshwa binti wa mfalme. Lakini kwa Daudi ni mdogo. Daudi anaisikia. Sikia, Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, je, atafanywaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo na kuwaondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Anahitajika mtu mmoja mwenye wivu wa Bwana. Huyo Bwana aingie ndani yake ili Mungu ajitwalie utukufu. Anahitajika kijana, anahitajika mama, anahitajika baba, anahitajika mtoto mdogo ambaye atakuwa na wivu dhidi ya Mungu wake, ambaye hata kutamani kuona jina la Bwana likitukanwa. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mara ngapi jina la Bwana limetukanwa na wewe unashangilia? Mara ngapi jina la Bwana limetukanwa na wewe unafurahi, unatazama, unaona? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Mara ngapi tabia zako zimelitukanisha jina la Bwana? Mara ngapi familia yako imelitukanisha jina la Bwana? Anahitajika Daudi ambaye atapigana vita ili amuinulie Mungu utukufu katikati ya matusi. Anahitajika Daudi atakayesimama amtambulishe Mungu, amuinulie Mungu utukufu ili jina la Bwana lirudi kwenye heshima yake. Na hao watu wakamjibu vivyo hivyo wakisema, ndivyo atakavyomfanyia mtu yule atakayemuua. Na Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawa juu ya Daudi, akasema, mbona wewe umeshuka hapa, na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Shetani huwa haangaiki na ulivyo. Shetani anahangaika sana na kitu kilichoko ndani yako. Na mara nyingi watu wengi wanashangaa, kwa nini shetani ananipiga? Kwa nini napitia magumu? Kwa nini naumia? Kwa nini nadhalilika? Kwa nini watu wananiandama? Kwa nini watu wananisema? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Si kila anayesemwa vibaya basi ni mbaya. Si kila anayeandamwa basi amekosea. Ni kwa sababu shetani anataka kukiua kilichoko ndani yako. Maana ushindi wa mwanadamu haupo nje, uko ndani jinsi alivyo. Ukijijua ndani yako kuna nini, utauona ushindi wako kwenye maisha yako. Eliabu anajua kabisa ya kwamba Daudi amekuja
wanajua kabisa ndiye aliyetoa mafuta ili aitawale Israeli, ndiye ambaye Bwana amependezwa naye. Wanajua kabisa Daudi atakaposhinda vita hii wao watakuwa chini, na kwa kuwa hawataki kuwa chini. Kawaida, sikiliza kwa kitu kimoja, wanadamu watu waliokuzidi umri, watu waliokuzidi vyeo, watu waliokuzidi maisha, mara zote huwa hawatamani kukuona wewe unapanda kuwazidi wao. Mara zote huwa hawatamani kukuona ukiinuliwa. Mara zote hutengeneza mazingira ya kukufanya uendelee kuwa chini. Lakini nakutia moyo ya kwamba, sikiliza, hata wangekuficha kiasi gani, Mungu aliyekuita atakufunua mbele ya watu. Hata wangekukandamiza kiasi gani, Mungu aliyekuchagua atakufunua mbele za watu. Hata wakikutenga, wakatafuta namna ya kukuangusha, hawatakuua, maana kusudi la Mungu halijatimia kwenye maisha yako. Eliabu anamkejeri Daudi na kumuona kama kijana asiyefaa, naye Daudi akamjibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Naye akamgeukia ili kumwelekea mtu mwingine, akasema naye jinsi ile ile, na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza. Na maneno hayo aliyosema Daudi yaliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita. Daudi akamwambia, ngoja nikwambie kitu kimoja. Sikiliza, Daudi, ndio maana nakwambia kitu kimoja. Mungu akikupitisha mahala, usione unateseka hata kama panaumiza kiasi gani. Mungu akikupitisha kwenye mikono ya watu wanaokujeruhi, usiogope. Tumia fursa ile kumwelewa Mungu ya kwamba anakutengeneza kufaa kwa vita kubwa zaidi. Hauwezi kupigana vita kubwa kama huna uzoefu wa kushinda vita ndogo. Huwezi kupigana vita kubwa kama huna uzoefu wa kushinda vita zilizo kubwa. Lazima ushinde vita ndogo. Lazima ukabiliane na mambo madogo madogo na uyashinde. Lazima ushinde wivu, lazima ushinde kinyongo, lazima ushinde choyo. Ndipo Bwana atakapokuinua kushinda vita iliyo kubwa. Daudi anakuwa jasiri kwa sababu ujasiri ni sehemu ya maisha yake. Tangu angali mdogo amezoea kukutana na vitu hatari na kuvikabili na hatimaye kuviua. Daudi ananifundisha somo gumu sana kwenye maisha, ya kwamba napaswa kuwa mshindi kwa vita ndogo kabla sijaandaliwa kwa vita kubwa. Kadri unavyopitishwa katika vita ndogo, jua kuna siku Mungu anakuandaa kupigana kwa ajili ya vita kubwa. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti. Hebu unajua, si jambo la kawaida kijana mdogo, mtoto mdogo kusema ya kwamba akapigane na Goliati. Uzoefu wa vita wa Goliati ulikuwa ni mkubwa. Nguvu za Goliati zilikuwa ni nyingi. Jitu lililozoea kupigana vita, hata silaha zake lilizobeba zilikuwa ni nzito. Halikuhitaji kutumia nguvu kubwa kumuua Daudi. Huenda Daudi angepigwa kofi moja tu takatifu na Goliati, habari yake kaisha. Lakini ngoja nikukumbushe jambo hili. Mungu hatazami kama mwanadamu. Mungu haangalii kama tunavyoangalia wanadamu. Mungu anatazama katika namna ambayo mwanadamu hawezi kuona. Kwa mwonekano Daudi ni mtoto mdogo, lakini uwezo ulio ndani ya Daudi ni zaidi ya Goliati. Uwezo ulio ndani ya Daudi ni zaidi ya majeshi yote ya Israeli. Sikiliza, Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo. Anampa experience. Unajua ni kawaida sana unapokwenda mahala fulani, watu wanataka kujua experience yako, uzoefu wako. Ngoja nikwambie kitu kimoja, experience ina matter sana kuoka mahala fulani. Mungu anampitisha Daudi, alijua kuna siku Daudi ataulizwa. Ili ashinde vita kubwa ataulizwa, uliwahi kupigana wapi? Daudi anamwambia, sikiliza, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi. Mimi hutoka nikimfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Daudi anampa uzoefu, anampa experience Sauli ya kwamba, sikiliza nikwambie kitu kimoja, usinione mimi ni mdogo, usinichukulie kuwa ni kadogo, kaumbo kangu ni kadogo, umri wangu ni mdogo, sina uwezo mkubwa wa kuonekana, lakini uwezo ulio ndani yangu ni zaidi ya vitu vinavyoonekana nje. Uwezo ulio ndani yako ni zaidi ya vitu vinavyoonekana nje. Asiwepo mtu yoyote akakuchukulia kawaida. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Daudi anampa experience kwamba vita, mimi ni mzoefu wa vita. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyo Mfilisti aliyeathiriwa anakuwa kama mmoja wao. Daudi anapomtazama Goliati
anaona kama kadubu fulani ambako mara zote amezoea kuvipiga kule nyikani. Anamwona Goliathi kama kasimba fulani ambako, just imagine a young man, kijana mdogo ambaye anakuwa na uzoefu mkubwa, anamwambia Sauli, sikiliza, hunielewi baba, iko hivi, mimi niliua simba, mimi nilimuua dubu katika umri mdogo huu nilionao. Kama nimeweza kuwaua hao viumbe hatari zaidi duniani, huyo Goliathi ni mdogo sana. Nitakabiliana naye, mimi nitampiga, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba. Tazama namna Daudi anavyofanya. Hii huwa inanipa amani ya moyo, hii huwa inanipa furaha, hii inanipa kicheko. Sikiliza, Daudi akasema, Bwana subiri, Goliathi anasema, nileteni mtu nipigane naye. Anasema uzoefu wake uko tayari kupigana na mtu. Yeye kwa sababu ya vita alivyopigana na kushinda, anasema hata hivi nitapigana. Kuna maeneo upaswi kwenda kwa uzoefu, tafadhali. Kuna maeneo upaswi kwenda kwa kutumia experience. Mbinu ulizozitumia jana zinaweza zisi-apply kwenye vita ya leo. Kanuni ulizozitumia mwaka jana zinaweza zisifai kupigana siku ya leo. Kila siku muombe Mungu akupe mbinu mpya za kukabiliana na adui. Sikiliza, Daudi akasema hivi, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Haleluya. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chepeo ya shaba, kichwani akamvika dirii. Sauli anampa mavazi kwa ajili ya kupigana. Sauli anampa mavazi kwa ajili ya kinga. Sauli anaogopa, anamtengenezea ulinzi, walau hata akipigwa mshale huyu mtoto asijakafa, wala hata akipondwa na nyuno na mkuki wa Goliathi asijakafa. Naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake, akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua, akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini. Sasa natamani unielewe kitu kimoja. Katika kijito cha maji, Daudi hatumii mavazi ya mfalme. Daudi haondoki na mavazi ya mfalme. Daudi amevikwa mavazi ya ulinzi. Lakini ukweli ni kwamba Daudi anasema, kadri alivyopiga hatua akawa mzito, kadri alivyochukua hatua Daudi akawa mzito. Daudi anasema, siku yazoelea mavazi haya mfalme. Hapa kuna somo la tafakari la kina zaidi. Siku yazoelea, na kwa kuwa siku yazoelea, wacha niende vile nilivyokuwa nikipigana. Nilipokuwa napigana na dubu, sikuwahi kuvaa mavazi ya kivita. Nilipokuwa napigana na simba, sikuwahi kuwa na mavazi ya kivita. Silaha nilizokuwa nazo zilitosha kunisaidia. Silaha nilizokuwa nazo, sikiliza kwa kitu moja, silaha za Daudi zilikuwa ni silaha duni kwa macho ya kibinadamu, lakini kwa kuwa ziliambatana na Mungu, silaha za Daudi zilikuwa ni zaidi ya mikuki ya Goliathi. Iko hivi. Sabani uelewe mambo machache kutoka kwenye kisa cha Daudi. Kutoka kwenye kisa cha leo natamani ufahamu mambo machache. Mungu anakupenda, hilo nalifahamu. Ila natamani uelewe mambo machache sana, kwamba Mungu amekuumba kwa namna ya pekee. Mungu amekutengeneza kwa namna ya pekee. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Kwa mfano wa Mungu wewe uliumbwa. Na kwa kuwa uliumbwa na Bwana, kwa kuwa tu mali ya Bwana, hatupaswi kuogopa. Jambo la kwanza ndio ulielewe ni hili: Mungu haangalii ukubwa ulionao, bali moyo wa utayari ulionao. Usijidharau. Mungu anaweza kukutumia jinsi ulivyo. Daudi alikuwa ni mdogo sana. Daudi alikuwa na umri mdogo sana. Tena Biblia inamtaja kijana mwekundu, kijana mdogo mzuri, kijana ambaye hakuwahi kupigana vita kwa silaha nzito, kijana ambaye hakuwahi kushika mtutu wa bunduki, kijana ambaye hakuwahi kushika vifaru, kijana ambaye hajazoea kupigana vita na watu. Lakini ukweli, usikiliza, Mungu anapoamua kutangaza ushindi juu yako, Mungu anapoamua kupigana vita, Mungu anapoamua kumwangusha adui, haangalii ukubwa ulionao, haangalii status ulionayo, haangalii wingi wa fedha ulizonazo, haangalii kiwango cha elimu ulionayo, haangalii uzoefu wako kazini, haangalii, sikiliza, ni mchungaji, haangalii uzoefu wako kazini, haangalii uwezo wako wa kuhubiri. Anamuinua yule anayemtaka, atakayemtanguliza mbele. Daudi kwa kuwa na moyo wa utayari,
Daudi kwa kuwa na moyo wa utayari anasimama kwa ujasiri, anamwambia mfalme, mimi nitapigana. Mungu anamuinua Daudi. Sikiliza, siku 40 anatoka kutukana Goliati. Israeli wote wametetemeka. Hakuna na ukubwa wao na uzoefu wao wa kupigana vita, hakuna anayesimama kwenda kumkabili Goliati. Mungu anamita Daudi, kijana mdogo sana, ili ajitwalie utukufu. Sikiza nikwambie kitu kimoja, hata ukileta malingo, Mungu ana watu wengi. Hata ukileta dharau, Mungu ana watu wengi mpendwa. Na kwa kuwa Mungu ana watu wengi, sikiliza nikwambie kitu kimoja, anaweza kumuinua mtu yeyote asiyetegemewa, asiyedhaniwa, ili ajitwalie ushindi kupitia mtu huyo. Jambo la pili, vita si yako, vita ni ya Mungu. Vita sio yako, vita ni ya Mungu. Sikiliza hapa, hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamwona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Yaani naona kama anakashika ka Daudi, anakama sasa, toto wewe unataka kufanya nini? Katoto kazuri, kwa nini usiende ukacheza na watoto wenzako? Katoto kazuri, kwa nini usiende kucheza makopo? Katoto kazuri, kwa nini usikae nyumbani ukamsaidia mama kukoka moto? Katoto kazuri, mbona usifanye hivi? Anakaona katoto fulani kenye ngozi raini, katoto mororo, katoto kasikoweza chochote. Sikiliza, anakaona tena kana sura nzuri. Huenda kana kama katoto kazuri, wewe ulipaswa ukae nyumbani. Umekuja kufanya nini huku? Daudi Goliati akadharau, akasema haka katanifanya nini? Ina maana Israeli mmekosa wa kupigana nami. Kwa nini msiungane wote mkanishambulia? Kuliko kuletea kiumbe kidogo namna hii kipigane na. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa? Hata umenijia kwa fimbo. Je, mimi ni mbwa? Daudi anaenda na mavazi yake, haendi na mavazi ya kifalme kupigana vita. Anakwenda na anakwenda na fimbo yake, anakwenda na kombeo yake. Goliathi anasema, kwa mimi umeniona ni mbwa, unanijia kwa fimbo. Ngoja nikwambie, fimbo iliyo na Bwana inaweza kupiga mahala ambapo wengine hawakutarajia. Sikiliza nikwambie kitu kimoja mpendwa. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Fungu la 45 napenda sana ujasiri na jibu la Daudi. Nimesema hivi, vita sio yako, vita ni ya Bwana. Vita sio yako, vita ni ya Bwana. Vita unayopigana mpendwa sio ya kwako, ni ya Bwana. Migogoro ya ndoa inayoandama ndoa yako haieleweki, ile vita usipigane mwenyewe. Ile vita uhitaji uzoefu wa watu kupigana, ile ni ya Bwana. Nenda miguuni pa Bwana. Watoto wako wamepotea, wanahangaika, waeleweki, ni vita, sio ya kwako. Watu hawakuelewi, ni vita. Kazini ueleweki, ni vita. Nenda kwa Bwana. Daudi anamwambia, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi kwa upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Goliati anaona fimbo kwenye mkono wa Daudi. Goliati anaona kamkoba kamebebwa na Daudi. Goliati anaona mawe laini yaliyoshikwa na Daudi. Goliati anaona silaha ndogo ndogo ambazo hata Daudi angemchapa nayo Goliati isingefanya chochote, huenda ingevunjika kwenye mwili wake. Lakini asijue ya kwamba Daudi haji pale kuonyesha silaha zinazoonekana. Daudi anakuja kumuonyesha na kumtambulisha Mungu aliye silaha ya vita vyote. Vita sio yako, si Daudi anayepigana vita, na si Daudi aliyemshinda Goliati, bali ni Mungu aliye ndani ya Daudi ndiye aliyemshinda Goliati. Ndio maana Daudi anasema vita sio ya kwangu. Light Daudi angesema ninakuja kukupiga wewe, nikumalize kwa hasira nilionayo, nitakuua, nikumalize. Huenda Daudi angeuawa mapema na Israeli wakawa chini ya utumwa wa Filisti. Lakini Daudi anaelewa ya kwamba si yeye anayeshinda vita, si yeye anayepigana vita. Hata kule nyikani alikokuwa porini, anamwambia mfalme, sikiliza, Bwana aliyenilinda na makucha ya dubu na simba atanilinda dhidi ya Mfilisti. Daudi anatembea na Mungu popote. Daudi anakwenda na Mungu kila mahala. Daudi hatumii uzoefu wake wa vita. Mara ngapi umemwacha Bwana?
Mara ngapi uliposimama kwenye kesi fulani ukajitapa kwamba nina mwanasheria mzuri, mimi ni nguli wa kushinda kesi, mimi ni nguli wa kufanya vizuri, mimi hakuna kinachoshindikana kwangu. Sikiliza nikwambie mpendwa, hata Sauli alijivuna hivyo. Alijua angemuua Goliati, akaenda kifua mbele. Lakini Daudi anakuja kunikumbusha ya kwamba vita yoyote ninayopitia kwenye maisha yangu, changamoto yoyote ninayopitia kwenye maisha yangu, uhasama wote ninayopitia kwenye maisha yangu, maumivu yoyote ninayopitia kwenye maisha yangu, hiyo vita sio ya kwangu, ni ya Bwana. Acha Mungu asionekana, mwenye silaha zisizoonekana, apigane kwa ajili yako. Acha Mungu akutetee, acha Mungu akupiganie. Daudi anatukumbusha ya kwamba vita vinavyotokea kwenye maisha yetu si vya kwetu. Hatupaswi kupigana wenyewe. Tunapaswa kuelewa hili ya kwamba Mungu sisi ni uwanja wa vita. Sisi ni uwanja wa vita. Vita inapiganwa kati ya adui na Mungu ambaye ndiye Mungu wa vita. Sisi wacha tutumike kama wawakilishi wa vita inayopiganwa na mshindi Mikaeli kwa ajili yetu. Daudi anasema, si mimi nitakaye kuua, si mimi nitakaye kupiga, bali ni Bwana kupitia mimi ndiye atakaye kupiga. Na hata utukufu utakapoonekana, si Daudi bali ni Mungu wa Israeli ndiye atakayetukuzwa. Acha Mungu akutumie kama uwanja wa vita. Mara zote vita inapopiganwa, uwanja huumia, ila ushindi utakapopatikana, uwanja utengenezwa. Acha Mungu apigane kwenye uwanja wako. Acha Mungu atangazwe kwenye uwanja wako. Acha Mungu atajwe shujaa kwenye uwanja wako. Vita itakapoisha, ni kweli utakuwa umeumia na kujeruhiwa, lakini Bwana atakapotangazwa mshindi, ndipo mwanzo wako mzuri utakapoanza tena. Jambo la pili, hapo natamani jambo la tatu. Tumia ulicho nacho. Daudi akatumia silaha za mfalme. Kama Daudi angetumia silaha za mfalme kupigana, huenda asingeshinda vita. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Usivae silaha za mtu mwingine kupigana vita yako. Vita vinatofautiana. Daudi anapewa mavazi na mfalme, anayavaa kwa ujasiri, lakini kila akipiga hatua Daudi haendi. Daudi anaelemewa, maana ni mavazi mazito, yangechelewesha ushindi. Sikiliza, kuna mavazi tumeyavaa kwenye maisha yetu, yametucheleweshea ushindi kuwa mahala ambapo tulipaswa kuwa. Usivae mavazi yasiyokuwa ya kwako unapopigana vita. Usivae mavazi yasiyokuhusu unapopigana vita. Daudi akamwambia mfalme Sauli, sikiliza, sijayazoelea mavazi haya. Usikilize kwambia kitu kimoja, ushindi wa Mungu hauangalii mavazi imara. Ushindi wa Mungu hauhitaji watu watakao kupa kinga, la hasha. Kwa vile ulivyo, Mungu anaweza kujitwalia na kujitangazia ushindi kwa udogo ulionao. Kwa vichache ulivyo navyo, Mungu anaweza kuheshimiwa. Kupitia fimbo ya Musa, fimbo za viungu ya Misri zilimezwa. Ngoja nikwambie kitu, kupitia udogo wa vifaa vya Daudi anashinda vita. Usivae mavazi yasiyokuhusu. Usitembelee njia ya mtu mwingine kushinda. Usitembelee upepo wa mtu mwingine kushinda. Amini ya kwamba Mungu amewekeza vitu vitakavyokusaidia kushinda. Hivyo alivyoviwekeza vikusaidie kushinda kwa jina la Yesu. Usitamani maisha ya mtu mwingine. Usikopi maisha, rafiki yangu mpendo unanifuatilia na kunitazama kupitia Hope Channel Tanzania. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mungu ameweka ushindi ndani yako. Vile alivyoviweka kwenye maisha yako, hivyo ndivyo vitakavyokupa ushindi kwa jina la Yesu. Mungu anapokupa silaha, haijalishi ni ndogo kiasi gani, Mungu anajua ya kwamba kwa kuwa yeye yuko ndani ya ile silaha, ushindi ni hakika. Ushindi utapatikana. Sikiliza nikwambie kitu moja. Daudi anasema, sikiliza nikwambie, akayavua yale mavazi. Anapoyavua siku ile leo, Bwana atakuua mkononi mwangu. Haleluya. Sio visi. Sikiliza, hata ungekuwa na vifaru Daudi hashindi vita kwa sababu ya ukubwa wa silaha alizokuwa nazo. Kama ingekuwa silaha zinazoonekana ndizo zinashinda vita, huenda ndani ya siku zile 40 kina Sauli, kina Eliabu, kina Abinadab wangekuwa wameshi, kina Shama wangekuwa wameshamuua Goliath. Lakini sikiliza kwa kitu kimoja. Jambo la ajabu na la kusikitisha ni kwamba siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwako. Hamnielewi. Siku hii ya leo Bwana atakuua mikononi mwangu. Daudi anatumika kama chombo cha kuwakilisha kwa Bwana. Daudi anatumika kama mwakilishi wa Mungu aliyepigana na Goliati. Nami nitakupiga
na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kwamba yuko Mungu katika Israeli. Haleluya! Acha ulimwengu ujue yuko Mungu katika maisha yako. Acha dunia ijue ya kwamba yuko Mungu anayetawala katika maisha yako. Yupo Mungu ambaye hajawahi kushindwa na vita yoyote. Hata kama ndugu wangekupinga kwa namna gani, hata kama ndugu wangeinuka vibaya dhidi yako, elewa hili: yuko Mungu anayeshinda kwa ajili yako. Yupo Mungu anayetambulika kuwa ni mshindi wa vita siku zote kwa ajili yako. Rafiki, hunielewi. Rafiki, hujanifahamu vizuri. Sikia nikwambie kitu kimoja: Bwana yupo ili akupiganie. Bwana yupo ili akushindie. Bwana yupo ili akutetee. Bwana yupo ili ajitwalie utukufu. Sikiliza, mtangaze Mungu katika ushindi wako. Muinue Mungu katika vita yako. Pale unaposhinda vita ya ndoa, acha Mungu ainuliwe. Pale unaposhinda vita ya uchumi, acha Mungu ainuliwe. Pale unaposhinda vita ya watoto kuharibika, acha Mungu ainuliwe. Pale unaposhinda vita ya maadui zako kazini, acha Mungu ainuliwe. Pale unaposhinda vita ya familia, acha Mungu ainuliwe. Daudi anatukumbusha kwamba chochote tunachokishinda, Bwana atainuliwe. Sio sisi tulioshinda, bali ni Mungu ameshinda kupitia sisi. Jambo la 4, imani hushinda hofu. Israeli wote wanaogopa, lakini yeye Daudi hakuogopa. Hofu huangalia ukubwa wa tatizo, lakini imani huangalia ukubwa wa Mungu aliye mkuu zaidi ya tatizo. Ngoja nikwambie kitu kimoja: ukimwelewa Mungu unayemtumikia, ukimwelewa Mungu unayemwabudu, ukimwelewa Mungu ambaye ni mshindi, sikiliza nikwambie kitu kimoja: tatizo lako huwezi kuliona kubwa dhidi yake. Na mara zote sikiliza nikwambie kitu kimoja: Mungu ni mkubwa zaidi ya matatizo tulionayo. Mtazamo wako unaamua pia ushindi wako. Sikiliza nikwambie, elewa kuanzia leo, Mungu anakuheshimu. Mungu anakuwazia mema. Mungu anakupenda. Mungu anakuamini. Ngoja niwaambie kitu kimoja, wapendwa watazamaji, ninapoelekea mwisho, ya kwamba usimchukulie mtu wa kawaida kwa kumuona katika umbo dogo. Usimuone tu mtu analandalanda. Jifunze kuwaheshimu watu wote pasina kujua vyeo na uwezo ambao Mungu ameweka ndani yao. Kila mtu unayemwona duniani, Mungu amewekeza kitu kwake. Kila mtu unayemwona duniani, Mungu amemheshimu. Sikiza nikwambie kitu kimoja: Daudi anachukuliwa kuwa ni kijana mdogo wa kawaida, lakini wasijue ya kwamba kupitia Daudi ndipo Israeli inatangazwa kuwa mshindi kwa jina la Bwana. Kupitia Daudi, kijana mdogo, wanasawia kwamba Roho wa Mungu amekaa ndani yake. Roho wa Mungu yuko kwake. Roho wa Mungu anatawala. Ngoja nikwambie kitu kimoja: haya maisha, elewa hili: Mungu bado ana watu wake waaminifu watakaomtangaza. Ishi kama Daudi aliyesimama kumwakilisha Mungu wakati watu wote katika taifa la Israeli wameogopa na kutetemeka, wamekimbia, hawaelewi. Maisha yamekuwa magumu. Sikiliza, changamoto zinapokuwa ngumu, usitishwe na changamoto, maana changamoto zako ni ndogo sana kuliko ukuu wa Mungu. Mungu ni mkubwa. Ndio maana anasema usiogope. Daudi akukumbushia kwamba hata katikati ya vita bado Mungu anatawala. Hata katikati ya maumivu bado Mungu anatawala. Hata katikati ya kutengwa na jamii, ndugu, kanisa, bado Mungu anatawala. Mungu wangu ni mwaminifu. Mungu ni mkuu. Mungu anatenda. Ombi langu na wito wangu, ruhusu Mungu akae ndani yako. Mungu akikaa ndani yako, hakuna tatizo litakalo kuyumbisha, maana yeye atapigana kwa ajili yako. Tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, tuseme nini basi tena wakati huu? Umekuwa mwaminifu kutufundisha, kutuelekeza. Roho ya Daudi na iwe roho yetu leo. Uwezo wa Daudi na uwe uwezo wetu leo. Utayari wa Daudi na uwe utayari wetu leo. Imani ya Daudi na iwe imani yetu leo. Kila anayenitazama kupitia Hope Channel Tanzania, mahala kokote alipoketi akisikiliza hubiri hili, ninakusihi kwa namna ya pekee, mpe moyo wa Daudi akutangaze wewe katikati ya vita. Mpe moyo wa Daudi wa kuamini ya kwamba hata watu wangeweka vikwazo, yeye atasonga mbele, maana umewekeza jambo kubwa katika maisha yake. Asante kwa sababu umesikia. Tenda na kuzidi katika jina la Yesu. Amen.